HB Digital, haki na ukweli. Tetemeko kubwa sana lililopiga Myanmar toka Ijumaa, idadi ya watu zaidi ya 1600 wanatajwa kuuawa, huku maelfu wakiwa wamekwama kwenye vifusi. Myanmar ambao zamani ilikuwa inajulikana kama Burma ni nchi yenye historia kubwa ya dunia. Kuna wazee wengi wakikuhadithia vita ya pili wanakuambia tulipigana vita ya pili, tulienda Burma. Zamani ilikuwa ikiitwa Burma. Ni nchi ambayo iko chini ya utawala wa junta. Ukisikia utawala wa junta, fahamu ni utawala wa kijeshi ambao haujarejesha madaraka ya kiraia. Utawala uliopo Burkina Faso ni utawala wa junta. Utawala uliopo Mali, Guinea, Niger, wale wote ni junta ambao wanatawala, yani hawajarejesha utawala wao kwa kiraia. Hao ndio wanaitwa junta. So Myanmar yenyewe walimpindua Aung San Suu Kyi, nakumbuka yule mwanamama, nadhani ilikuwa ni 2021-22 kama kumbukumbu zangu ziko sawa, baada ya ule uchaguzi kuwa unajua jeshi lilikuwa limeshindwa sana kwenye uchaguzi. Vyama ambavyo vinaunga yani muungano wa kijeshi vilikuwa vimepoteza sana. Sasa jeshi halikukubali. Unakumbuka hii nchi kwa muda mrefu sana imekuwa chini ya shinikizo la kijeshi, na waliwahi kumkamata yule mwanamama ambaye alikuwa ni kiongozi wake. Kuanzia enzi hizo wakamfunga kifungo cha nyumbani, wakamwachia akatawala, akawa rais. Lakini baadaye alipokuja tena kushinda uchaguzi ambapo ilikuwa wizara ambazo zilikuwa zinaondoka kutoka kwenye jeshi, ambazo zingekuwa ni wizara muhimu sana kuondoa nguvu ya jeshi wakapinga hilo, wakapindua nchi. Kwa hiyo mpaka leo wameendelea kumshikilia tena kwenye kifungo cha nyumbani, na yeye na wanachama wengi, na mpaka leo wameendelea kushikilia nchi. Hii nchi inapata backup na support kubwa sana kwa sababu ni nchi ya kikomunisti. Inapata support kubwa kutoka kwa Uchina, na nchi hii imekuwa ikipata kinga ya kidiplomasia au kinga ya kuwajibishwa na Umoja wa Mataifa, kwa sababu iko nyuma ya kura ile ya turufu ya Uchina. China anailinda sana hii nchi. Kama kawaida China hulinda watu wake au hulinda watu ambao wana maslahi nao. Ni kama vile nchi za magharibi zilivyokuwa zinalinda maslahi yao kwa kutumia kura zao zile za veto. Kura ambazo zimetengenezwa mahsusi kabisa kwa uonevu, au kura ambazo zimeundwa kwa kulinda ubeberu wa haya madola makubwa. Kwa sababu katika kila mabadiliko, katika kila ambacho huwa kinazungumzwa kuhusu mabadiliko mapya ya muundo wa Baraza la Usalama, inapoguswa kura ya veto, wote huwa hawataki kuiachia wala hawakubali nani aongezwe. Yani katika wale watano, mara zote wanasimama na sisi, wanajifanya kuna wale wengine kuwa wako upande wetu kwa nguvu zote, kuwa tunamtetea fulani kwa nguvu zote. Wao hawa linapokuja swala la kusema kuwa inabidi kura ya veto iongezwe na wapiga veto wawe wengi zaidi, wanapinga. Yani licha ya utofauti wao unawaona na ile misimamo yao, lakini wote wanapinga kuwepo na ongezeko la kura za veto. Lakini pia wanapinga kuondolewa kwa kura za veto, licha ya kuwa upande wa pili huwa wanaonyesha kama kuwa fulani anatumia vibaya kura yake, lakini ni wote wanaotumia hizo kura kwa nafasi hiyo. Tazama Marekani anavyoitumia veto yake kuumiza wengine. Kaisha itumia kwa Israeli kuzuia maamuzi ya baraza kwa Israeli katika mara karibu 44, kaitumia zaidi ya mara 38 veto kumlinda Israeli. Urusi ameitumia mara kadhaa kumlinda Korea Kaskazini. Lakini China ameitumia kumlinda Korea, kaitumia kuilinda Myanmar. Hata ilipokuwa kadhia ya mwaka juzi ya baada ya Aung San Suu Kyi kupinduliwa, kukatokea vurugu kubwa sana kwenye mpaka wa Myanmar na Bangladesh. Kwa sababu hapa kuna jamii ya muingiliano kwenye mpaka ule, kwa sababu Bangladesh ni nchi ambayo ina population 99% Muslim. Yani wa Bangladesh ni 99% ni Waislamu. Ndio maana niliwahi kuambia kuwa wa Bangladesh wanaume wote wanaitwa Muhammad. Wote wanaitwa Muhammad. Yani wa Bangladesh wanaamini wanaume wote wanastahili kuitwa Muhammad. Kwa hiyo mtoto yoyote ukimzaa, jina la kwanza ataitwa Muhammad, alafu litafuata jingine.
la pili ambalo ndio anakuwa amepewa. Kwa hiyo tofauti yake inakuwa hivyo, kwa mfano mimi ni Ibrahim, basi ningeitwa Muhammad Ibrahim, halafu nafuata la babangu huko, lakini wote ni Muhammad. Kwa hiyo ukiwaona Bangladesh popote ukita tu Muhammad watageuka wote. Hili ni jina asili wao wanalitumia wa Bangladesh. So Bangladesh inapakana kwenye mpaka na nchi ya Myanmar. Kwa hiyo kuna jamii kama kawaida ya nchi mnavyoingiliana kwenye mipaka. Kwa hiyo kuna jamii ambazo zinaingiliana ambazo zinakuwa za dini fulani, kwa sababu Kenya ukienda kuangalia idadi kubwa ya Waislamu wako kule Garissa na Mandera ambako wanapakana na Somalia. Ni kiasili inakuwa kwa sababu Somalia ina Waislamu. Kwa hiyo ile kitu inaakisi kwenda upande wa pili. Kwa hiyo ni kawaida. Yani unapopakana na jamii fulani ya watu fulani na dini fulani au kabila fulani, utashangaa ile kabila imetapakaa huku mpaka huku, na inakuwa kawaida tu. Unaenda kule Bukoba utawakuta Waganda na utawakuta Wahaya wanaingiliana mpaka kwa matamshi na lugha na baadhi ya vitu. Ni kawaida yani kuhisi kuwa hiyo kuwa hivyo. So hapa Myanmar inapopakana na Bangladeshi kulitokea ombwe kubwa sana, kwa sababu Bangladeshi Myanmar ni nchi ya Kibuddhisti. Ni wa komunisti lakini ni wa Buddha ambao hawavutiwi na Uislamu. Yani uadui, yani wana uadui mkubwa na Uislamu hawa wa Buddha. Sasa ile jamii wa Myanmar ambao wanaitwa jamii ya Rohingya, kiasili hawa Rohingya wanakuwa wameakisi kutoka Bangladesh mpaka kuingia upande wa Myanmar. Wanaonekana ndani ya nchi ya Myanmar hawa sio wa Myanmar. Kwa hiyo kwanza ni Waislamu. Sasa ni jamii ambayo imeshambuliwa sana na jeshi la Myanmar kwa muda mrefu. Hata mashtaka yalivyopelekwa Umoja wa Mataifa katika tuzo ya amani ya Nobel ambayo aliwahi kupewa Aung San Suu Kyi, katika kitu ambacho aliwahi kujishushia heshima yake kwa kiwango kikubwa ni wakati alipotakiwa kwenda kutoa ushahidi dhidi ya jeshi la Myanmar kuhusu unyanyasaji wao ambao ulikuwa umewasilishwa kwenye mahakama ya ICJ kuhusu uhalifu uliokuwa umetokea kule. Alikataa Aung San Suu Kyi, alisema hapana, akawa upande wa jeshi ambao limempindua hivi sasa na linamshikilia yuko ndani. Alikataa, alishindwa kutoa ushahidi wa ukweli ambao kuwa ungethibitisha uhalifu wa jeshi la Myanmar dhidi ya jamii ya Rohingya ambao ni Waislamu. Na mpaka leo wa Rohingya wameuawa, maelfu wamekimbilia upande wa pili wa Bangladesh, na ndiko wanapewa hifadhi na kambi nyingi ziko kule, na ukitazama taarifa zao huwa ziko nyingi pale jamii ya Rohingya. Sasa hii nchi imepata tetemeko kubwa sana. Mmeona video nyingi zikitembea, majengo yakidondoka. Tetemeko ambalo limegonga mpaka nchi za jirani, limefika hadi Uchina kule limeenda na baadhi ya nchi za jirani na Myanmar pale. Tetemeko kubwa, yani watu 1600 si kidogo. Kuna wakati linapotokea swala kama la vifo huwa napenda kuwakumbusha ili tupate ile taswira. Nikiwakumbusha tetemeko la kwetu la mwaka 2017 kule Bukoba, ile hali tulikuwa nayo kwenye nchi. Yani nchi ilikuwa inapumua kiasi gani. Ninakumbuka watu walichanga michango, watu walifanya nini. Ilikuwa kila kitu. Yani nchi iko kwenye pressure ya hali ya juu sana kwa sababu kwa kuna tetemeko ambalo nenda katazame namba ya vifo chini ya 20. Majengo kama 100 na kitu. Hili ni tetemeko ambao tayari limethibitisha watu 1600 kuuawa na mamia wakiwa wamekwama chini ya vifusi. Rudi nyuma miaka 3-4 iliyopita kule Kahramanmaraş kule Uturuki na eneo lililopigwa na tetemeko, idadi ya vifo ilikuwa watu 55,000. Kwa hiyo ile hali ya tetemeko ukitaka kuihisi, rudi mpaka kwetu 2017 utaipata. Utahisi kuwa kumbe ikitokea tetemeko hali inakuwa ni hivi. Rahby Digital, haki na ukweli.